tena uliyazungumza wakati ule hayakuwa kwenye ilani, hayakuwa yameahidiwa na yoyote. Lakini kwa sababu ya mapenzi yako, ukasema tunataka tubadilishe mji wa Uyovu mdogo, moja uwe mji wa biashara. Na ukaelekeza wakati ule aliyekuwa waziri wa nishati, sikuwa mimi, ukamwambia nataka nione haraka taa zinafungwa, vijana wangu wafanye biashara mchana na usiku kwenye mji wa Uyovu. Naomba kutoa taarifa kwako mgombea kwamba agizo lako lilitekelezwa, tena taa zikafungwa, na baadaye ukatoa maelekezo mengine ziwekwe barabara za lami za mitaa. Nataka nitoe taarifa kwako, lami imetandazwa na kwenye hizo lami zinafungwa bataa nyingine ili vijana wa Uyovu wafanye biashara mchana na usiku. Mheshimiwa mgombea, ukitaka kujua thamani ya amani, waulize watu wa Uyovu. Miaka kadhaa iliyopita, hapa Uyovu ilikuwa ikifika saa 12 watu wanajifungia ndani, wanajificha. Kwa sababu gani? Kulikuwa na uhalifu na ujambazi wa kila namna hapa Uyovu. Hata wenye maglori walikuwa hawezi kuyapaki hapa, walikuwa na hofu. Leo mama, hapa uje saa 7 saa 6 utawakuta vijana wako bize, hawako bize kwa jambo jingine lolote, wanafukuzia pesa, wanatafuta hela kwa ajili ya maendeleo yao. Wanakushukuru sana kwa kuendelea kuipa amani nchi yetu, na sisi tunakuahidi kama wasaidizi wako tutayachukua maelekezo yako wakati wote kuhakikisha kuwa maendeleo ya kweli yanaonekana kwa watu hawa. Tulikotoka wana Uyovu, ninyi mnakumbuka, watu wa Namonge mnakumbuka. Ilikuwa zamani ukitaka kwenda Mwanza, unamwaga mama watoto, unatoka asubuhi, unakuja kulala Uyovu hapa, unapanda basi kwenda Mwanza, utarudi kesho yake. Ukifika kwa sababu ya uhalifu lazima ulale hapa, halafu kesho yake ndio uende Namonge. Leo unatoka Namonge, umemwambia mama watoto chinja jogoo huyu, jioni nakuja kumkuta ameiva, unaenda Mwanza. Na ukifika Busisi unakuta daraja zuri la maana, unakwenda unafanya biashara Mwanza, unarudi unalala Uyovu, unarudi unalala Namonge. Haya yote ameyafanya mgombea wetu kwa kipindi kifupi sana, maendeleo ameyaona haya. Kwenye umeme ndo usiseme. Umebaini kuwa kuwapatia umeme watu wote ni wajibu wako. Umetuelekeza tupeleke umeme vijiji vyote. Tumepeleka umeme kote, tunaanza kupeleka kwenye vitongoji. Umegundua kuwa gharama ya kuwaunganisha watu bado ni gari. Umetupa maelekezo watu waunganishwe umeme, gharama ya kuunganishwa watakuwa wanailipa polepole kwenye bili, ili watu wote wapate umeme. Wakifika nyumbani wanawasha ukutani, omona no mama watoto ntomakoye, kazi inaendelea. Lakini umekuja na ajenda ya nishati safi ya kupikia kwenye nchi. Na wana Uyovu, ngoja niwaambie, Afrika nzima hii kinara mmoja ikitajwa nishati safi Afrika ni mama yetu, mgombea wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Amesema anataka wanawake wa Tanzania muhame kwenye matumizi ya kuni. Watu macho yanakuwa mekundu, wanasingiziwa uchawi, mikaa inakatwa kila kona. Mama akasema tuweke utaratibu, watu wa Uyovu na ninyi mpike kwa kutumia gesi. Ametuelekeza kuanzia sasa ukiunganishwa umeme tunakupa na jiko la umeme pamoja na hayo yote ili upike kwa umeme. Kwa sababu gani? Gharama ya kupika kwa umeme ni ndogo kuliko kupikia mkaa na kuni. Haya yote ameyafanya kwa ajili yetu. Shule zimeongezeka. Mama, kabla hujaingia ofisini tulikuwa na vijiji hapa havikuwa na shule. Leo tuna shule kila kijiji. Tena sehemu nyingine shule 2. Tulikuwa na shule ya sekondari 2. Leo tuna shule za sekondari 6. Tulikuwa na maji, mtandao kidogo umesambaza kila kona. Leo barabara za hapa zinachongwa na kuwekewa lami, watu wapite mchana na usiku. Nataka nikuhakikishie mgombea wetu, kazi uliyoifanya, umetupa deni watu wa Bukombe, watu wa Uyovu. Sisi tuna kazi 2 kwako. Kazi ya kwanza ni ya msingi, ni kukuombea kwamba Mungu akupe afya njema, Mungu akutunze. Kazi ya pili ni kura zetu zote.
Uyovu oye! Uyovu oye! Kura zetu zote tunakupa, na tumekubaliana kwamba itakapofika tarehe 29 kila mmoja mwenye shughuli yake aache shughuli yake, twende tukapige kura. Na tunapiga kura hiyo kwa sababu tunaamini tunawekeza kwako ili tuweze kuleta maendeleo kwenye kata yetu. Leo ni siku yako mheshimiwa mgombea. Mimi na hawa watu tumeshakutana mara nyingi. Nimefanya mikutano maeneo yote kwenye kata hii. Nimekutana makundi mbalimbali. Nimekutana vijana wa bodaboda. Nimekutana na wazee wa Uyovu. Nimekutana na viongozi wa dini. Nimekutana na wakina mama. Nataka nikuhakikishie salamu zao kwako ni kwamba wanakushukuru kwa maendeleo, wanaamini haya yanayokuja kesho ni mazuri kuliko tulikotoka. Kesho yao iko mikononi mwako, na wanakuombea kwa Mungu kwamba baada ya kutiki ibaki kazi moja, kuwaletea maendeleo. Uyovu oye! Sasa naomba tumpokee mgeni wetu, mgombea wetu. Nione mikono yenu wote. Haya, nataka niwaombe tarehe 29 huyu Matayo diwani wenu wote mkampe kura. Mnaniahidi mtafanya hivyo? Nataka niombe mama yetu kipenzi chetu anayetupenda sana, watu wa Bukombe, aliyetufanyia mengi. Wangapi wananiambia kura zote tunampa tarehe 29? Nataka nione mikono. Mikono Samia oye! Naomba na mimi niseme, wangapi mnasema na wewe Doto uliye mweusi kama buti ya jeshi tutakupa kura? Nione mikono yenu. Uyovu oye! Itakapofika tarehe 29 kila mtu mshike mkono rafiki yako, nenda naye kwenye kituo tukapige kura. Achaneni na habari nyingine. Tuna kazi moja tarehe 29 kuthibitishia ulimwengu wote kwa Tanzania ni nchi ya kidemokrasia, na kwamba amani yetu sisi ndio mtaji wetu. Tuko hivi kama taifa moja. Hatubaguani kwa dini zetu, hatuulizani makabila yetu, hatuulizani chochote. Tumebaki kuwa wamoja kwa sababu tunaye kiongozi ambaye moyo wake na akili yake na fikira yake ni kuifanya hii taifa kuwa taifa moja, tunalo nia moja, kwa sababu yeye falsafa yake ni kazi na utu, na yeye ametufundisha wakati wote tujifunze kuishi na watu. Hata kama mnatofautiana naye, mvumilie. Ndio maana mmeona kwenye kampeni zake zote huwezi kumsikia anamtaja mtu, huwezi kumsikia anamnanga mtu. Yeye anazungumza maendeleo yetu, anazungumza maji, anazungumza barabara, anazungumza shule, anazungumza zahanati, hospitali na vituo vya afya, anazungumza vijana kupewa mikopo wajitegemee. Hayo ndio anayozungumza, na hilo ndio darasa jipya alilotupa vijana wa leo, kwamba mnaweza kutofautiana lakini mkabaki mnaheshimiana. Mama, tunakushukuru sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Karibu Uyovu. Runzewe hoye! CCM hoye! Hebu vijana wote tunyanyue mikono namna hii. Vijana tulioko hapa, punga juu kabisa. Dr. Samia hoye! Sasa tukiwa katika mikutano, vijana mkiwa wengi namna hii, mimi nina neno moja tu la kusema. Mnaniruhusu niseme? Wangapi mnasema mwenezi tuambie? Punga mikono juu namna hii.